Uhali gani mtazamaji wa Lushuri TV, karibu katika siku nyingine tena hii leo ikiwa ni Mei 7, 2026, siku ya Alhamisi. Karibu tuyaangazie yale ambayo wahariri wameandika katika kurasa za mbele pasi na kusahau kurasa za nyuma. Kama ilivyo ada, kila asubuhi tunakuletea muhtasari ama dondoo za habari mbalimbali ambazo zimeandikwa kwenye magazeti zikiwa zimegusa nyanja tofauti, kisiasa, kijamii, michezo na burudani. Kumbuka hii ni Lushuri TV, kama ndo kwanza unaungana nasi tafadhali usisahau kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele ili kuwa kwanza kabisa kuweza kupata taarifa zetu. Sasa tuanze moja kwa moja katika kile ambacho kimeandikwa katika kurasa za mbele. Nikianza na gazeti Mwananchi Tanzania. Gazeti Mwananchi Tanzania ukurasa wa mbele limeandika kitanzi cha mafuta, bei ya mafuta yazidi kung'ata, wananchi walea maumivu, usafiri wa umma, mabasi ya shule ni kilio, wenye magari wabuni mbinu mpya. Habari ipo kurasa wa pili. Lakini kiasi cha ongezeko la fedha katika kila lita ya petroli ni 295, na upande wa daladala kila ya usafiri wa umma imejitokeza baadhi ya daladala za sita, matajiri wakisikilizia hali. Lakini baadhi ya bidhaa pia zimezidi kupanda bei kutokana na ongezeko ya bei ya mafuta. Na hapa kuna bali picha ikionyesha magari yakiwa yameegeshwa katika sehemu ya maegesho ndani ya kituo cha mwendo kasi Mbagala jijini Dar es Salaam baada ya wamiliki wake kupanda magari ya umma kama njia ya kuepuka bei ya mafuta. Sawa, habari ipo kurasa wa pili mtazamaji, utakwenda kuisoma zaidi. Lakini tukiachana habari hiyo, kuna habari nyingine inasema vurugu za wananchi, mabouncer za ua watatu, za jeruhi 15 Kibaha. Lakini ni maumivu, mwanafunzi FM akiagwa, Samia ajibu mapigo uteuzi wa Muniz, benki ya COP ilivyojipanga kuliteka soko. Hii ni habari ambayo ipo kurasa 14. Lakini Tanzania yawekeza kwenye ubora, soko la ufuta duniani. Hii ni habari nyingine pia ndani ya gazeti hili la Mwananchi Tanzania. Ndivyo ambavyo limeandika katika siku hii ya leo. Na sasa tuangazie gazeti Nipashe ambapo habari kubwa ni usiku wa damu, wakazi wavamiwa, nyumba 17 za bomolewa, wawili wapoteza maisha, 15 wajeruhiwa, mabasi matano yatajwa kuwasafirisha mabouncer kuvamia mtaa, mbiu yazua mapigano makali gizani. Habari ipo kurasa wa pili. Lakini Rais Samia ataja sababu kumteua kiongozi upinzani kwenye serikali, askofu abaini jambo ripoti ya tume ya Jaji Chande. Lakini uamuzi wa rais waibua mvutano mkali wa kisheria. Mwandishi wa Nipashe apewa tuzo kuibua kiini ajali zinazoua da, bei za mafuta za paa tena, wadau wataka tozo. Habari hiyo kurasa wa 18. Tukiachana gazeti la Nipashe, sasa naangazia gazeti ya Habari Leo, gwiji la habari Tanzania, ambapo limeandika mapinduzi ya Muhimbili, mtoto wa kupandikizwa azaliwa, lakini 22 wapanga foleni, figo 5 kupandikizwa kwa njia mpya, wabunge wataka miradi viporo ya maji kamilishwe. Lakini Samia akemea viongozi kujikweza, asema vyeo ni dhamana, ataka mabadiliko TEMESA, ampa miezi 6 bosi mpya TCRA, aagiza mgodi wa Nyanzaga unufaishe wa Tanzania. Habari imeambatana na habari picha kimeonyesha Dr. Evelyn Muniz akiapa kuwa naibu waziri ofisi ya waziri mkuu, kazi, ajira na mahusiano, Ikulu ya Chamwino mkoa wa Dodoma. Wengine pia ni viongozi wakiapa kiapo cha maadili kwa watumishi wa umma. Kutoka kulia, mtendaji mkuu wa wakala wa ufundi na umeme TEMESA Heli Mahimbali, lakini katibu wa rais Balozi Ali Jabir Mwadini, mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya mawasiliano Tanzania TCRA Peter Mwasalianda, mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya usafiri wa anga Tanzania TCAA Dr. Jabil Bakali, na mshauri wa rais masuala ya jamii Angela Kizinga. Sawa, tukiachana habari hiyo, kuna habari nyingine inasema watumishi 219,042 waidhinishwa kupandishwa madaraja. Lakini Bariki yatoa bilioni 1.8 miradi ya maendeleo Msalala. Tanzania ilihitaji tume ya uchunguzi baada ya uchaguzi mkuu wa 2025. Lakini mwanafunzi FM agwa 4 mbaroni tuhuma kifo chake. EULA yataja sababu ongezeko bei ya mafuta. Ni habari nyingine ndani ya gazeti hili, na ndivyo ambavyo nahitimisha na gazeti la Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Tukiangazia katika gazeti la Majira lenye limeandika Samia aonya wanaopata vyeo wakapandisha mabega, afichua siri uteuzi wa katibu mkuu NCCR Mageuzi kuwa naibu waziri, asisitiza sote kuongeza nguvu ili twende pamoja. EULA yatangaza mabadiliko bei ya mafuta. Lakini Tanzania mwenyeji mkutano wa kimataifa wa IAPTC, Balozi Nchimbi amwakilisha Rais Samia mazishi ya askofu.
usugu wa vimelea dhidi ya dawa za antibiotiki tishio, lakini mbaloni kwa tuhuma za mauaji ya mwanafunzi IFM. Wachimbaji wahimizwa kutumia teknolojia, lakini mazungumzo Iran yaleta tumaini jipya. Gazeti Majira, gazeti huru la kila siku, limeandika hivyo katika siku hii ya leo, lakini gazeti wa Machinga limeandika uwezo na uzoefu wa mbeba Dr. Muniz. Rais Samia asema wasifu wake umemfanya awe na sifa ya kuingia ndani ya serikali, lakini ametaka kusimamia kazi zenye staha, haki na stahiki za wafanyakazi katika sekta ya umma na binafsi. Atoa rai kwa viongozi wa teule, asisitiza kuwa dhamana ya uongozi inapaswa kuelekezwa katika kutatua changamoto za wananchi. Ujio wa Kagame na Ruto waacha fursa. Wachumi wasema kuondolewa kwa vikwazo visivyokuwa vya kikodi itasaidia kuimarisha ushirikiano katika biashara na uwekezaji. Lakini Dr. Nchimbi amwakilisha Rais Samia mazishi ya aliyekuwa askofu wa pili Anglican Ruvuma. Habari ipo kurasa wa 3. Lakini Majaliwa atoa wito kwa uwekezaji, azindua hisa stahiki za MCB. Munde asema serikali yaahidi kuimarisha mazingira ya umachinga nchini. Wananchi Dodoma mjini wapata vyeti vya kuzaliwa ndani ya siku moja. Gazeti ya Machinga limeandika hivyo katika siku hii ya leo. Na sasa mtazamaji, tuamini katika habari za michezo na burudani, nikianza na gazeti Mwanaspoti lenye limeandika hapa nyuma ya pazia kutimuliwa kwa Pedro, lakini Simba mtu kati, miaka 10 ya Samagol Ulaya. Lakini Europa League leo Alhamisi kutoka kwa mchezo kati ya Aston Villa na Nottingham Forest majira ya saa 4 usiku. Ndivyo ambavyo gazeti Mwanaspoti lenye limeandika hivyo katika habari zile za michezo na burudani. Lakini gazeti la Habari Leo ukurasa wa nyuma limeandika Chama ang'ara tena Isamuyo, Pedro yametimia Yanga, ngumi taifa yaingia kambini, lakini tuzo za wanamichezo bora zaiva, Makala aridhishwa miradi AFCON. Gazeti ya Habari Leo limeandika hivyo katika ukurasa wa nyuma, lakini gazeti Nipashe ukurasa wa nyuma limeandika Rage aishukia TFF, asema haina meno makali kufuatia matukio ya aibu ya Simba na Yanga katika mwendelezo wa Bali. Utakwenda kusoma zaidi katika ukurasa wa 23. Lakini Okelo aipaisha Yanga. Gazeti Nipashe limeandika hivyo katika ukurasa wake wa nyuma, lakini gazeti Majira limeandika Okelo azidi kuinogesha Yanga SC ligi kuu, apeleka kilio KMC. Serikali imejipanga kuandaa Stars AFCON 2027. Gazeti Majira limeandika hivyo. Tukihitimisha na gazeti ya Machinga kurasa nyuma limeandika Chama anang'aa tu, uzee sio shida zake, Simba yachapa JKT Tanzania bao 1-0. Lakini Yanga yamtimua kocha Pedro, Mwalin ashika mikoba, Serengeti Boys yaogopwa AFCON, Alan Okelo atakata dhidi ya KMC, Imolo ashikiki ligi kuu, atatwaa tuzo. Sawa, gazeti wa Machinga Sport limeandika hivyo katika siku hii ya leo, na hivi ndivyo ambavyo nahitimisha katika kile ambacho kimeandikwa kwenye magazeti ya siku hii ya leo. Nikukumbusha ulikuwa na Justin Kosan. Hii ni Lushauri TV. Unaweza kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele ili kuwa kwanza kabisa kuweza kupata taarifa zetu. Alamsik.